bingwa na Police FC. Kwa hiyo tumaini la pekee wao kuweza kurudi katika ngazi za kimataifa ni kupitia mashindano haya, lakini sio shughuli ya kitoto. Unakumbana kisiki tunasema giant killers ambao wamefanya makuu dhidi ya Kakamega Homeboys, dhidi ya Police FC, dhidi ya Tusker. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sio wakubezwa hata kidogo. Wamefanya mabadiliko takriban 5 Gor Mahia katika kikosi hiki, kinyume na jinsi walivyofanya kikosi ambacho kilipiga dhidi ya Mara Sugar. Hapa narejelea baadhi ya wachezaji ambao wanakosekana, akiwemo kipa mdakaji kwa maana Gav Matthews yuko kwenye bench, namzungumzia Philemon Otieno, Geoffrey Ochieng, Chiampali, Pevle Lawrence Juma. Kwa hiyo baadhi ya wachezaji ambao wamepewa nafasi kwa ajili ya kutakata wana kila sababu ya kuonyesha umwamba wao. Wana kila sababu ya kuonyesha umwamba. Wacha tuone kwamba umwamba basi leo hii. Alpha Chris Onyango, Bryson Onyora, toka nje. Gilbert Cheriot, mwamuzi msaidizi wa kwanza, anaashiria kwa kupewa kurushwa. Nashindwa kuweza kudhibiti mpira kwa maridadi. Franco Uya, Daniel Bichok, napozungumzia Naibos ni wazuri sana katika safu ya ulinzi sana. Hapa ndio sababu nikawapa le jina malakabu la Iron Dome, kwa maana kutibua makombora ya wapinzani. Iron Dome ingawa wakati mwingine huwa yanapenyeza, lakini kabla ipenyeze huwa imeokoa jahazi kiasi cha haja. Hapa narejelea baadhi ya wachezaji wa kupigwa mfano katika safu ya ulinzi: Kevin, Daniel, Chono, Lennox Sokutu, kwa hakika wakitengeneza ukuta wa kipekee kwa ajili ya kutoa changamoto dhidi ya timu yote ile. Kevin Osanya, mchezaji wa zamani wa Akakoro Academy, kuja hapa leo kujitangaza jukwaa la kitaifa ili kwenda kujitangaza kwenye jukwaa la kimataifa. Yeah, it's a noble opportunity tunaambiwa. It's a big stage kwa wewe mchezaji kushowcase your noble talent. Na ndio sababu unaweza kuona kila mmoja anachukua nafasi yake, na katika hili lazima ucheze kwa kuzingatia filosofia ama maelekezo ya mwalimu kichwani. Bila shaka mambo kadha wa kadha yafaa yapite, kwa maana ya kuelewa jinsi timu pinzani inavyocheza na ni watu unasimama kwa wakati gani. Kubwa zaidi pia vile tunaangalia miguu kutafsiri kile ambacho kinakupita kichwani, na ndicho alichokifanya mfungaji Franco huyu baada ya kupokeza ule mpira kimakosa na mlinzi, na ikawa sasa naunganisha moja kwa moja na kwenda kichwa komba. Dalili tosha kwamba uwezo nao. Tazame frame, pandikizi la mtu amesidilia kwa misuli na ni mkakamavu. Kampongeza mahali alipokuwa amesimama Frank Oyo, kwa sababu anajua kwamba ni mchezaji mfupi, hana uwezo wa kuingia kwenye kijisanduku kidogo kupanda juu kupiga vichwa. Kwa hivyo yeye ambacho alikuwa anasubiria ni zile second balls, na ukiangalia alipata second ball. Baada ya hapo wanachukua mali sasa, tafuta Isaac Omweri, lakini pasi yake mchezaji Daniel Bichok inakataa. Daniel Bichok anaiweka nyuma kwake mchezaji kwa mgongoni pana Douma. Wanaanza nyumbani sasa Naiboys. Tusker walipo wanatabasamu, KCB walipo walimwomka Robert Matano hakuwepo, kwa dalili tosha kwamba anahisi kwamba hakusudia hata kufanya makosa. Lakini kubwa zaidi unapozungumzia Naibos ni kwamba ni timu ambayo imepanda daraja sasa. Msimu ujao tunakwenda kuwashuhudia kupambana katika ligi kuu taifa hapa nchini Kenya. Ndio manake ndio waliongoza ama wamenyakua taji la NSL. Kwa hiyo wengi sasa wawe tayari kupata joto la jiwe dhidi ya Naibos, manake wamepata kipimo cha kutosha katika mashindano haya dhidi ya miamba ambao kwa hakika wamekwepo kwa miaka na mikaka. Wanasema kwamba endapo FKF maendeleza soka nchini Kenya kwa faida ya FKF, na aliunganisha vizuri mno, lakini sasa akakosa kulenga shabaha. Ametembea kwingi, mwisho amekuwa kule Lebanon, lakini kutokana na makombora pamoja na mambo ambayo sieleweka akaamua kurudi nyumbani. Naam, ni eneo ambalo siku zote mabomu yanatupwa kiolela tu. Kwa hiyo akarudi nyumbani. Anamwambia Maulana Morrison, asante baba.
jina lako liweze kuhimiliwa. Alpha Kristo Nyango na Austin Odhiambo wanafuata mwamuzi. Philip Brook anamwambia tazama hapa, alinigwara alinikwangura, lakini mwisho uweze kuelewa kwamba Gor Mahia wanatinga finalini pasi na kufungwa hata goli moja. Bao la kwanza sasa unafungwa katika hatua hii. Uweza kutoa sare ya 2-2 au 2-2. Kwa hivyo hili goli figwa kule kutafutwa hapa. Tazama hili tukio adhim. Pale tunasema ni Albin Manusra kauparaza vizuri kwa kichwa na ukatoka nje. Hiro kurusha, anaambiwa simama hapa, Ustad anautaka. Alphonse Omija anaachiwa. Alphonse Omija, Sharif Musa. Alphonse Omija ageuka vizuri, naleta kwenye kijisanduku, lakini anakosa mtu. Alikuwa anasema niweke hapa Benson Omala, ikawekwa nyuma yake na Sharif Musa. Franco huyu alikuwa anaitaka tena pale pale, lakini mara hii anamwezi kufika mara nane, ipige mtu mara mbili. Isaac Omwiri Ogutu wanakataa. Isaac Omwiri kamonyesha kwingine kupiga kwenye Benson Leomondi, anaipiga dhidi ya mwamuzi. Anaona ni kama anaonewa, lakini kubwa zaidi ni kwamba amecheza madhambi. Na sasa hapa ni vita vya kisaikolojia. Maana hapa ni wachezaji wazoefu kupanda leli. Hebu jiulize, je, itakuwaje katika ligi kuu taifa? Itakuwaje dhidi ya Ulinzi Stars, dhidi ya Kenya Police? Itakuwaje? Hebu tazama fataki ya mbali, makombora kama yale ambayo yanafurushwa ama yanaosukumwa kule Gaza, Israel, Tel Aviv ama Lebanon, achia mbali Iraq. Makombora ambayo kwa kigo kidubutu kiafikia unaambulia patupu. Yadi 30, anatumia nguvu za kutosha, precision and power behind the ball. Anatembea kibabe hapa, anawaambia mtakoma ama mtatii. Hakika wakufa ni wakufa tu, hata akiwa amezungukwa na wakwao. Gor Mahia wanatazama, hawaamini macho yao. What a goal! Anachanja kona, bila shaka ni Bryson Wangai. Mchezo wa soka hauna adabu. Nicholas Muyoti jicho amelitoa kana kwamba kuna kiazi kimemkwama kwenye koo, kiazi cha moto kwenye pilau, lakini hapa anajua kwamba ni kujikaza tu. Inaletwa nzuri ile, kipa anaipiga ngome mbili, anaitoa, anaijaribu kuiongezea Rolls Royce. MVP Lawrence Juma. Bryson Wangai kwenye kijisanduku. Alpha, goal kick. Dakika 5 za kusalia hapa. Were, labda ungekuwa Nicholas Moyoti ungewaambia vijana wako vipi? Kwa kupitia changamoto mikwaju wa penalty, wakawakumbuta KCB, wakafanya vivyo hivyo dhidi ya Kakamega Homeboys, bali na kuwafurusha Mara Sugar, na mwisho hatimaye